Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri cha kujifunza Biblia kwa kutumia mwongozo, tunakukaribisha sana katika siku ya leo ambayo sasa tuna somo zuri. Leo siku ya Jumatano, somo zuri linalosema madai ya Biblia. Madai ya Biblia. Madai ya Biblia. Biblia inasema inadai nini? Tuende tusikie. Tunapoingia hapa tunaenda kuangalia vizuri. Kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa nafasi ya pekee umetupa kibali ili tuje utufundishe. Unapotufundisha Mungu wetu, tunaomba usikivu, tupate kuelewa sawa sawa na mapenzi yako. Tunapoelewa haya masomo, Baba, tunamuombea naye tufuatilia naye apate kuelewa na tujengwe kwa pamoja. Amen. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Ikiwa kama tutamjua Mungu na kweli yake, basi ni kama inavyoshuhudiwa na manabii na mitume katika Yesu Kristo. Hayo tumeangalia jana, juzi na kadhalika. Sasa Biblia inasemaje juu yake mwenyewe? Inajishuhudia. Zaburi 119 mstari wa 11. Lakini tumeshikwisha kuambiwa kwamba neno la Mungu ni upanga. Twende Zaburi ya 119 mstari wa 11. Zaburi 119 mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Narudia, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo Biblia kwa kinywa cha Daudi inasemaje juu ya neno la Mungu? Kama linakaa moyoni, asiweze likamsaidia asitende dhambi. Kwa hiyo Biblia ikoja? Biblia inalinda. Ni ulinzi. Ni ulinzi. Ni kama wigo fulani. Ukweli ni ulinzi pia. Maana kama uongo unaongoza kwenye mauti, ukweli unaohubiriwa na Biblia unaongoza kwenye uzima. Kwa hiyo unakuepusha, unakulinda na mabaya, unakuongoza. Sawa? Lakini unauweka wapi? Unaulinda moyoni. Sio unazungushia tu huko nje kwenye fence, unauhifadhi moyoni. Kuifahamu kweli ni ulinzi wako. Dhambi patikana moyoni. Kwa kuweka Biblia, dhambi haina nafasi. Mstari wa 50 katika hiyo Zaburi 119, mstari wa 50 inasema, hii ndio faraja yangu katika taabu yangu. Hii ndio faraja yangu katika taabu yangu, ya kwamba ahadi yako imenihuisha. Ahadi yako, kweli yako ni faraja, inahuisha. Una uzoefu kama huo? Yaani unasoma Biblia unapata faraja. Unapata faraja wakati unapata nguvu. Unapata nguvu unapochoka. Yona 6:63 Yesu alisema, maneno hayo niliwaambia ni roho tena ni uzima. Amina. Kwa hiyo neno ndio maana linaburudisha, linauisha, linafariji, ni roho na ni uzima. Ni maneno ya wanadamu tu. Kumbe ni neno la Mungu katika maneno ya wanadamu. Ni maneno ya wanadamu yanayobeba neno la Mungu. Ndio. Na neno la Mungu likoje kutoa uzima. Kweli ya Mungu likoje kuleta uzima. Ndio madai yenyewe. Ahadi yako imenihuisha. Ukikumbuka Mungu ameahidi kuwa na wewe hadi mwisho, unapata nguvu. Haupo peke yako. Katika mapito yako haupo peke yako. Mungu yupo pamoja nawe. Na Isaya 55 mstari wa 11 anasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitarudi bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Sasa una uzoefu sijui kama wa hili au vipi, lakini nikwambie, Mungu si alisema na iwe nuru, ikawa nuru. Alikurudi bila nuru kutokea. Hata sisi tunapochukua upanga wa Bwana wa Roho, tukatumia hili neno la Mungu, toka kwa jina la Yesu, maana Yesu ni neno la Mungu. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, toka kwa jina la Yesu, au
nakataa uongo huo. Atoka ukatamka ile kweli. Ile kweli inaenda nafanya kazi. Lile neno linafanya kazi. Hayo ni madai ya Biblia yenyewe. Yenyewe inadai. Wewe unashuhudiaje haya madai? Inajidanga, inaongopea au inasema kweli? Uzoefu. Simulia. Uzoefu huo ninao kwamba neno la Mungu kwa kuwa ni kweli, likitamka linatokea. Na kama ulivyosema ushuhuda tunao. Alivyosema na liwe nuru, likawa nuru. Anaposema na kubariki, linatokea kweli. Anaposema mimi nakulinda, ulinzi wake unakuwepo. Na ndio maana tunapomuomba ulinzi ni kwa sababu yeye ametuhakikishia ulinzi. Na kitu ambacho huwa mimi nasema, hatumuombi ndio aanze kutulinda, tunamuomba kama kumshukuru kwa ulinzi wake ambayo sasa ashatutamkia unaendelea kuwa nasi. Kwa sisi tunamshukuru. Amen. Rafiki yangu, neno la Mungu kama anavyosema, neno la Mungu ni roho na uzima. Na roho ni nguvu, ni uhai. Kwa nini tusichukulie katika maeneo ya uchumi? Kuna hekima ya namna ya kufanya biashara. Kuna nguvu tunayoipata kupambana na majaribu. Kuna ukweli unaweza kutusaidia kubaini uongo. Haijalishi wewe ni mtoto, wewe ni mzazi, wewe ni bosi, wewe ni mtumwa. Hili neno linatufaa kuwa kamili kabisa, kuwa tayari kutenda kila tendo jema. Kwa hiyo kama Biblia inavyojishuhudia yenyewe ndivyo lilivyo. Kwa nini tusilichukulie kama lilivyo na kujaribu ikiwezekana, na kupima mambo yote kwamba hivi kweli ndivyo lilivyo? Hivi nikitamka kwa neno la Mungu kwamba nitaishi, kwa sababu amesema nitaishi kwa kumwamini, kweli nitaishi kweli? Kwa nini sisimamie neno la Mungu baada ya kusimamia maneno ya wanasiasa ambao wanatuangusha, wapenzi ambao wanaishia kutusaliti? Kwa nini tusimame kwenye neno lililoaminiwa na vizazi kwa vizazi, manabii na mitume? Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili la uzima. Sio tu kwamba limejipambanua, li hai, linafariji, linalinda, linafanya yote bila kupungukia. Ndivyo lilivyoaminiwa, ndivyo lilivyoonekana hivyo kwa wote waliolipokea. Ikiwa kama mtoto wako analipokea na anataka kutembea kwa neno hili, Baba, tangia sasa usimwache. Kama ulivyosema neno lako halitatoka bure. Anapolitamka, anapoliamini moyoni, anapolitamka mdomoni, na likatokea kwa jina la Yesu. Mpaka kesho tena tunapokwenda kujifunza zaidi kuhusiana na maneno haya, kukua katika uhusiano na wewe, usituache Bwana. Tulete tena kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Rafiki yetu, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangalia madai ya Biblia. Sasa kesho tuna somo zuri linalosema hali ya moyo. Usikose hali ya moyo. Mimi mwenyeji wako Geoffrey Omondi. Na mimi neno Simoka Ndile. Unazidi kutupata kutoka Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana.